Tukianza kuonyeshana vidonda kwa huyu wa kuunga mkono, huyu wa kuunga mkono, tutapoteza muda. Na mimi nitafanya hivi. Uchaguzi wa 2027 mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu inawezekana shoti zimeanza kutengenezea. Mimi sitakuwa mmoja wa wanaotengeneza shoti kwa wajumbe wa halmashauri au kwa viongozi. Zibri wao ni bora kuliko zibri usuli. Niko tayari. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nipende kumshukuru Mungu aliyetuwezesha kuwa wazima siku ya leo, wenye afya njema na wenye staha ya kuweza kufika mahali hapa. Shukuru Chama cha Mapinduzi na kuwashukuru wajumbe wote wa halmashauri ya wilaya ya Kyela jinsi ambavyo walinipa kura za kishindo na kunipitisha kuwa mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi. Nawashukuru sana kwa kura zenu ndani ya chama, kwa ushirikiano wenu mliotoa wakati wote wa kampeni na muda wote ambao tulikuwa katika mchakato wa kugombea nafasi hii ya ubunge. Niwashukuru sana sana na naomba kwa wanachama wote ndani ya jimbo la Kyela. Asanteni sana, Mungu awabariki sana kwenu, kwa sababu yale mambo yaliyotokea wote tulibaki tunashangaa, lakini tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha leo amani imerejea ndani ya jimbo la Kyela. Niwape pole sana sana ndugu zangu, najua mlipata changamoto nyingi, nafahamu wote tulikuwa wahanga. Niwape pole sana 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 kwa yale yaliyotokea. Poleni sana ndugu zangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hiki cha miezi 9 toka nimechaguliwa, nimehudhuria vikakutana pia na dira ya 2050 ya malengo makubwa ya serikali. Bajeti hii ni ya kwanza kwenye serikali ya awamu ya 6 kwa maana ya kipindi hiki ya mwaka huu kwa maana ya 26-27 ambao tulipitisha pale Dodoma. Hivyo pia niwashukuru wanafamilia wote wa Chama cha Mapinduzi na wanachama wenzangu kwa jinsi ambavyo mmezidi kutuombea na ile bajeti kupitishwa. Lakini ndani ya ile bajeti kuna miradi mingi ndani ya wilaya ya Kyela inaenda kufanyika. Hivyo kupitia kikao hiki nishukuru serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo imepitisha miradi mbalimbali ndani ya wilaya yetu ya Kyela, ndani ya jimbo letu la Kyela ambayo inaenda kutekelezwa katika kipindi cha 26-27. Kwa kifupi tu Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ile ni mingi, lakini kwa kifupi niweze kutaja baadhi ya vitu kwa sababu miradi hiyo inatekelezwa katika nyanja za barabara, shule, zahanati na vituo vya afya, katika umeme. Tunafahamu katika jimbo letu tulikuwa na changamoto ya umeme katika baadhi ya vitongoji 92. Sasa hivi umeme tumepewa vitongoji 31, hivyo tunaishukuru serikali kutupa vitongoji hivi. Tunazidi kupunguza vile gap la vitongoji ili kufikia ile azma ya 2050, lakini 2030 kwenye ukisoma kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi imeeleza kuwa tutakapofika 2030 kila mwananchi, kila kitongoji kitakuwa kimefikiwa na umeme. Na kwa spidi ambayo anaenda nayo Dkt. Samia, tunaamini tutakapofika 2030 tutakuwa tumefikia malengo ya kila kitongoji kufikia umeme. Kwa sababu ndani ya jimbo la Kyela kwa sasa, kabla ya bajeti hii, tunabakiwa na vijiji 52 tu baada ya vijiji 31 kupitiwa bajeti ambayo tunaendelea, na wengi tumeona ndani ya kata zetu na ndani ya maeneo yenu jinsi ambavyo mkandarasi kwa site anaendelea kutekeleza mradi ya umeme vijijini, yani kwa maana ya leo. Hivyo ni shukuru serikali kwa jinsi ambavyo inaendelea kutekeleza. Lakini pia katika miundombinu ya barabara, nitaje baadhi ya barabara. Hapa mjini kuna barabara ambayo inaishia pale Orofea. Kuna kipande kinaishia pale. Kile kipande kinaenda kumaliziwa cha lami. Lakini pia kuna daraja moja ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa DC alikuwa anaondoka kwenda Ngano, kwa maana daraja la Ngano ushiriki limetengewa fedha na tayari limetangazwa. Wakati wowote mkandarasi atafika site pale, kile kipande cha Ngano Mwega, mimi mwenyewe nimepanda bodaboda kwenda kule, sasa tunaenda kutekeleza bila nani. Lakini pia kuna maeneo mbalimbali ambayo nipende kuyasema kwa kifupi yataenda kutekelezwa ambayo tayari bajeti zake zimepitishwa, ikiwemo barabara za hapa mjini. Kuna barabara za vumbi ambazo nyingi
tayari zimetangazwa, zinaenda kutekelezwa kwenye bajeti ya 26/27. Nikitaja barabara moja moja hapa, nadhani mheshimiwa mwenyekiti tutembee inatosha, mheshimiwa mbunge, ili usituchoshe. Kwa hiyo naamini kabisa kupitia hilo tunaenda kutekeleza ile miradi ambayo sisi tuna jambo moja kama serikali, lakini kama chama tuna wajibu wa kwenda kusimamia kwa sababu inatekelezwa katika kata zetu. Lakini pia juu ya kilimo, katika maeneo mbalimbali tunaona miradi ya umwagiliaji inafanyika. Tunaona ule mradi wetu mkubwa wa 20.9 bilioni wa Makwale. Nikuhakikishie mwenyekiti wa kata na utoka, japo mwenyekiti juzi amenihamishia milioni, lakini amenihamishia Ngonga, lakini pia nikuhakikishie ule mradi unaenda kukamilika, kwa sababu kipande kidogo kilichobakia ni kipande cha Kusokeo. Tuko kwenye mazungumzo ili kukamilisha ule mradi, lakini eneo lile lililokwama tunaamini yale mazungumzo yatakamilika, na waziri ameniahidi kwa atafika ili kwenda kutatua ile changamoto iliyobaki upande wa Kusokeo. Lakini pia tumepata visima vitano, naomba nitoe ufafanuzi. Ndugu zangu wana sisi, mheshimiwa mwenyekiti, umwagiliaji huu ambao tunaufanya pale Makwale ni wa kutoka kwenye mto, lakini pia kupitia Wizara ya Kilimo wameandaa programu ya uchimbaji wa visima virefu. Vile visima vina uwezo wa kuhudumia heka 40. Nadhani mtu wa umwagiliaji huko kama alipo basi bahati mbaya, lakini yani kisima kimoja wakiweka na miundombinu yake kina uwezo wa kumwagilia heka 40. Ndani ya jimbo letu la Kyela mwaka huu wa fedha tumepewa visima 5. Kwa hiyo tukaona, nadhani wataalamu wameshafanya utafiti, baadhi ya maeneo yanaenda kupatiwa hivyo visima. Lakini pia ni waombe wananchi pamoja na wanasisi, tunatoka kwenye maeneo yetu, hasa katika yale maeneo ambayo skimu zetu zinachelewa kuundwa, ikiwepo skimu, uongozi wa skimu ya Tenege. Nadhani kabisa skimu ya Tenege ambao uongozi ukiundwa, mradi ule uko kwenye hatua za mwisho pia kudizainiwa. Kwa hiyo wakimaliza design, tunaamini kuwa na wenyewe unaenda kutangazwa, lakini pia uko ule wa Katumba Songwe ambao nao pia upo kwenye hatua za mwisho ili kumaliza upembuzi yakinifu ili waanze kutekeleza umwagiliaji katika mwaka wa 26/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na haya mambo yote ambayo serikali inaenda kuyafanya, pia kuna miradi ya maji ambayo hata jana nimeona nimezungumza pale. Ndugu zangu, niseme ukweli, miradi mingi ya maji ndani ya jimbo letu ilikwama. Tukafikia mwafaka kuwa tusitangaze miradi mingine, badala yake tuhangaike na ile miradi ambayo tunayo, lakini kuna mingine ipo kwenye hatua ya uboreshaji, ina changamoto mbalimbali, bora tuboreshe kuliko tunaenda kutangaza miradi mingine. Nikiri mradi wa Shinyanga Group una advance ya milioni 100 na kitu, nimeahidiwa mwaka huu wa fedha unaenda kutekelezwa. Nimeahidiwa mradi pia wa Ngana Group kwa unaenda kukamilika. Ndugu yangu Jitu alizungumza hapa, na ule ndio utaenda kuwa suluhisho la ukanda wote wa Itete, kama ule mradi wa Ngana Group utaenda kutekelezwa. Lakini pia kuna mradi wa Mbambo Group ambao pia ulikuwa katika mwaka huu wa fedha, tumeahidiwa tutapewa fedha ili kukamilisha mradi huo. Lakini pia kuna mradi wa upembuzi yakinifu wa Ziwa Nyasa, kama ilani ya Chama cha Mapinduzi zinavyoeleza kuwa kuna mradi mkubwa unaenda kufanyika kutumia vyanzo vya mito, vyanzo vya maziwa. Wilaya ya Kyela wako kwenye upembuzi yakinifu hatua ya mwisho, nadhani mwaka huu kwenye bajeti humo, ili tumalizie upembuzi yakinifu tutumie Ziwa Nyasa. Kwa ukikamilika ule na ikiandika ile pepa, baadaye ndio wanaanza kutoa fedha ili uweze kuanza kutangazwa na kuona namna gani utaenda kutekelezwa. Lakini kwa ujumla wote nitoe pole sana kwa wananchi wa Kyela mjini. Hata kama vijijini maji hamna, lakini hali ya Kyela mjini inawezekana iko zaidi ya yana. Nitoe pole sana kwa ndugu zangu mlioko hapa mjini. Mimi kama mbunge wenu wa jimbo la Kyela niko tayari kuendelea kushirikiana nanyi ili hapa mjini tutatue changamoto angalau kwa dharura kwa baadhi ya maeneo ambayo yana changamoto kubwa. Tutaendelea kuwasiliana na watu wenzetu wale wa maji ili yale maeneo ambayo hayapati maji kabisa basi waweze kupata maji kutoka kwenye vyanzo vilivyopo ili
kama kuna changamoto zaidi, tuendelee kuwasiliana na kuona namna bora tutakapoona inafaa zaidi. Lakini jambo lingine ni mafuriko ya Katumba Songwe. Ni kweli nitoe pole pia, mafuriko yalitokea sehemu mbalimbali, lakini ndugu zangu wa Katumba Songwe walishasema kwa sasa wanaenda barabara. Walipigia simu mara nyingi, na niombe maeneo ya Matema, Lusungo, Katumba Songwe na Kajumeli. Leo ninapoongea nimechelewa kufika mahali hapa, wataalamu wa wizara kupitia ofisi ya makamu wa rais mazingira wako ndani ya jimbo letu la Kyela. Tuliongea Dodoma, nishukuru serikali imeshawaleta tayari wataalamu na timu imeundwa. Leo wanaanza kata ya Matema, baadaye watapita Lusungo, wataenda Katumba Songwe, wataenda Kajumeli. Baada ya taarifa ile itatupa mwendelezo au nini kufanyike ili kwenda kutatua changamoto ya yale yanayotokea. Kwa hiyo pia hilo nilikuwa nataka kuchomekea tu, mzee wa Isaka ulisema hilo katibu, nilikuwa nataka kuongelea hilo. Lakini pamoja na hayo, ndugu zangu, katika kampeni zetu huko tulipokuwa tunapita, tuliahidi mambo mengi, lakini ndugu yenu kupitia ahadi zangu binafsi, baadhi ya mambo tumeanza kutekeleza. Moja, tulikuwa na kilomita changamoto ya barabara za hapa mjini. Nilitoa mitambo imelima barabara za hapa mjini, wote ni mashuhuda. Mwezi wa 12 na mwezi wa 10. Kwa sasa kupitia mimi mwenyewe mitambo yangu pamoja na kusema mheshimiwa mwenyekiti hapa wa halmashauri na mkurugenzi wamesema wanaanza kulima barabara kulingana na kata zingine. Mimi mitambo yangu mwezi huu nadhani kuanzia tarehe 20 au tarehe 20-25 tutalima barabara zote zilizopo Ipinda kwenye mji wetu wa Ipinda, kwa sababu kwenye bajeti ya mwaka huu hakuna barabara hata moja inayoguswa kwenye bajeti ya Ipinda. Kwa hiyo tunaangalia yale maeneo, lakini tulianza kwa mjini, sasa tunaenda Ipinda na penyewe tutafanya pale, baadaye tutapeleka mitambo boda. Wakati huku mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi anapeleka ile halmashauri, na mimi mbunge wenu kupitia ahadi zangu naendelea kutekeleza baadhi ya barabara hivi kizidi. Lakini lingine, juzi nilikuwa msibani Masede, na nashukuru mwenyekiti amesema pale kuna karavati moja pale ambayo ni changamoto kabisa. Leo tunapakia karavati za chuma, nimeshazipata, naenda kutengeneza vile karavati za pale ambapo tulishindwa kupita siku ile kwenda ile kule. Hilo kufikia wiki ijayo. Lakini pia mheshimiwa mwenyekiti, niwaombe ndugu zangu, nimetumia fedha za kwangu, tumenunua gari la kutoa huduma kwa wananchi. Gari lile ni letu sisi, pamoja na kusema ni la wananchi wote, lakini ninaona sisi kwanza. Niwaombe wana sisi, pale inapotokea changamoto ya msiba, toa taarifa kwa katibu mapema, ili na wewe unatengeneza siasa yako pale kama mwana sisi kwa wananchi. Kwa kupitia lile gari tunaamini siasa zinaenda kufanyika. Waheshimiwa madiwani, pia tunatumia lile gari tutengeneze siasa zetu. Ukikodi kwenye haki ya kawaida, ukikodi gari unakuta sehemu nyingine ni shilingi 80,000, 60,000 mpaka 100,000. Lakini kwenye ile gari tunasema shilingi 30,000 tu wachangie. Inawezekana tukaona 30 ni kubwa, lakini hebu chukulia mtu anayeenda Mwaya, mtu anaenda Matema, mtu anaenda Katumba Songwe, mtu anaenda Ngana, tunachangia fedha ile shilingi 30,000 au Wangong'o kwetu ni 30,000 ile, na nimeiweka ile haitoshi kwa mafuta na bei zilizopo. Nachokufanya kila Jumapili wanaenda pale wanaongezea mafuta kujazia ili kuendelea kutuma huduma kwa wananchi. Sisi kama wana sisi na viongozi wa chama wote hapa ni viongozi. Huko tunakotoka kuna watu ambao wana hali ya chini kulipo, hata 30,000 kwake ni ngumu. Nani anakuthibitishia hicho? Diwani uko pale, unaweza ukapiga simu ukamwambia katibu, familia hii hata hiyo 30,000 haiwezekani. Nilimwahidi mheshimiwa DC wakati anazindua kuwa hatutaacha mtu ashindwe kupeleka mwili kwenda kustiri nyumbani kwake au sehemu husika kwa sababu ya kukosa mafuta katika gari la mguu. Ninawaahidi hakuna mtu ambaye
kukosa kumhudumia, hata kama ametindikiwa sana, amekosa fedha hiyo. Na niwahakikishie lile gari lipo, changamoto iliyopo papo lilelemo. Kwa kuna wakati tunashindwa kufika katika kila sehemu. Utaongeza lingine baba. Lakini niwaombe ndugu zangu, niwaombe sana, niwaombe gari lile lisitumike vibaya kuwa mimi nafanya biashara, mimi natoa huduma. Na ndio maana sisemi umpe posho dereva wala umpe posho chochote zaidi ya kuchangia usalama. Niwaombe wana sisi wenzangu, nikuombe kupitia kwako kiongozi wetu na mwenye duka, gari hili lipo na linaendelea kutoa huduma. Piga simu mapema. Kama leo una mgonjwa, toa taarifa. Kama itaonekana kwa ratiba imebana, usichukulie kuwa tumekuacha kwa sababu ya upendeleo. Hapana, kila sehemu tutafika na kila sehemu tutatoa huduma bila kujali aliyetoa taarifa ni nani. Lakini naamini na ni matumaini yangu kwa wana sisi ndio tuwe wa kwanza kuulilinda, tuwe wa kwanza kutoa taarifa, kwa sababu tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naweza kawa na mambo mengi nikaongea kwa muda mrefu, lakini nichukue nafasi hii kipekee sana kwa kumalizia niwashukuru tena wanajumbe wote wa halmashauri, lakini kipekee sana na kwa muhimu wa pekee niwashukuru wabunge wote waliopita ndani ya jimbo la Kyela, kwa maana walifanya yao wakati ule. Niwashukuru sana. Sasa hivi ni zamu ya Mwamengo. Tuwape ushirikiano wale wote waliopo madarakani, hata waheshimiwa madiwani. Wana CCM wenzangu, hatuna njia nyingine ya kusogeza mbele chama hiki, hatuna njia yoyote ya kusogeza maendeleo ya wilaya ya Kyela tusipokuwa na umoja na mshikamano, ili tusonge mbele ya maendeleo ya wilaya. Mimi leo nawashukuru na kuna baadhi ya miradi ambao walianzisha wenzangu, wabunge wenzangu, waheshimiwa madiwani. Inawezekana huko kuna diwani mwenzio alianzisha kazi, mwenyekiti wa chama, katibu wa chama alianzisha mwenzio shughuli. Usitelekeze, badala yake ibebe, tumalize, tusonge mbele, tuzungumzie maendeleo. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kutowazungumzia vizuri walionitangulia kwenye kiti, kwa sababu walifanya kwa nafsi yao, nami nitafanya kwa nafsi yangu, ili tutimize azma na matatizo ya Wanakyela, tuwatumikie kwa uaminifu kwa muda tunapokuwa kwenye nafasi hizi. Niwaombe sana kupitia halmashauri hii tuzungumze maendeleo ya wilaya ya Kyela. Nafahamu Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaenda kwenye uchaguzi 2027 ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mimi jumuiya hii ya wanasisi yote ni ya kwangu, kwa sababu wote wananipa kura. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakipata shida kunipigia simu. Niwaombe kupitia kwa mwenyekiti, niko tayari kupokea simu ya mtu yoyote, na nisipopokea ni bahati mbaya, inawezekana nimetingwa na shughuli. Baadaye nawarudia, wengine nawapigia simu, wengine tunawasiliana kwa SMS, na nitaendelea hivyo bila kujali kuniunga mkono au kuniunga mkono, kwa sababu leo tunazungumzia malengo ya utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi kuelekea 2025. Tukianza kuonyeshana vidonda kwa huyu wa kuniunga mkono, huyu wa kuniunga mkono, tutapoteza muda. Na mimi nitafanya hivi uchaguzi wa 2027, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu inawezekana shoti zimeanza kutengenezeana. Mimi sitakuwa mmoja wa wanaotengeneza shoti kwa wajumbe wa halmashauri au kwa viongozi. Zimri kujualo ni bora kuliko zimri usuli. Niko tayari wakati wowote, muda wowote na saa yoyote. Naomba mniambie kama nina changamoto sehemu, piga simu nionye, nielekeze, nifundishe, nishauri. Niko tayari kama baba yangu, mlezi wangu wa chama, kupokea maelezo yako. Niko tayari muda wowote kupokea ushauri kutoka chama, na niko tayari kutekeleza yale tutakayoelekeza, ili tuendeleze na azma ya kwenda kuitekeleza maendeleo na dira ya maendeleo 2050, lakini twende kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5 inayokuja kwa ajili ya maendeleo ya wilaya. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kunipa nafasi hii. Niwashukuru sana wajumbe wa halmashauri kuu. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante.